Kuelekea kombe la dunia litakalofanyika Canada, Mexico na Marekani, tayari tumeona kwenye klabu nyingi vikosi vimeanza kutajwa. Na tumeshuhudia wakati wanataja kikosi cha Brazil jina la Neymar limekuwa gumzo kuelekea kombe la dunia. Kama mchambuzi, nini hasa kiini cha mjadala huu? Nafikiri sababu kubwa ya Neymar kujadiliwa sana jina lake na pengine kuwa gumzo kwenye kuelekea kombe la dunia, kwanza ni mchezaji ambaye ni kipenzi sana cha wa Brazil, mchezaji ambaye amekuwa ana mvuto mkubwa kwenye kwa watu wa soka nchini Brazil, lakini kwa siku za karibuni inaeleweka kwamba ni mchezaji ambaye alitoka Saudi Arabia akarudi nyumbani Brazil kucheza kwenye klabu ya Santos, majeraha ya hapa na pale, kwa hiyo ikasababisha kuwe na wasiwasi kwamba anaweza akaitwa ama anaweza asiitwe. Kwa hiyo ndio ilianza kutengeneza mjadala, lakini jambo zuri ameitwa na watu wa Brazil wamefurahi, na furaha yao ni kwa sababu Neymar Jr ni mfungaji bora wa muda wote wa timu ya taifa ya Brazil, akivuka rekodi ya gwiji wa soka Brazil Pele. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ni kipenzi sana kwa watu wa soka Brazil. Na kuna utofauti gani wakati alivyochaguliwa kombe la dunia lililopita la mwaka 2022 na sasa, hasa kwenye performance yake? Maana kuna mjadala mkubwa kwa sasa, performance yake sio kama ya zamani. Utofauti wa Neymar wa World Cup 2022 na Neymar kuelekea World Cup 2026. 2022 kwanza alikuwa anacheza bado kwenye klabu kubwa barani Ulaya, bado anacheza kwenye timu ambazo zinashindana katika daraja kubwa. 2022 nakumbuka alikuwa ni mchezaji wa klabu ya PSG, na hakuna ambaye alikuwa hajui kile ambacho Neymar alikuwa akikifanya. PSG alikuwa na performance bora, performance ambayo ilifanya kila mtu alikuwa anaamini kwamba ataitwa timu ya taifa, na kweli akaitwa na akatoa kile ambacho aliweza kukitoa kwa wakati ule. Lakini kwa sasa hivi changamoto ni kwamba kwanza ameshatoka kwenye daraja kubwa la ushindani, ametoka tayari kwenye soka la Ulaya, amerudi Brazil. Inajulikana wachezaji wengi wa Kibrazil akirudi nyumbani maana yake anakwenda kumalizia. Kwa hiyo Neymar pia wa Brazil walikuwa wanafahamu kwamba anarudi nyumbani kwenda kumalizia, na watu wa soka duniani wanajua kwamba Neymar yuko Brazil kwa ajili ya kumalizia karia yake. Kwa hiyo kuna huo utofauti. Na kwenye performance pia ukitazama Neymar tangu amefika Santos ameshapata majeraha karibu mara 2. Ni mchezaji ambaye hajacheza hata mechi 10-15 mfululizo bila kupata majeraha, kitu ambacho kilikuwa tayari kinaanza kuweka walakini katika mchakato huu wa maandalizi ya World Cup 2026. Na ndio maana kabla ya hizi finali za kombe la dunia, kabla ya kikosi hiki kuelekea finali za kombe la dunia, Neymar alikuwa hakuitwa hapo kabla. Zimepita international break 2-3 hapa nyuma, zote Neymar hakuwa sehemu ya kikosi cha timu ya taifa ya Brazil. Kwa hiyo ilikuwa lazima hiyo discussion itokee, anaweza kuwepo kuelekea World Cup au anaweza asiwepo. Na swali la mwisho kabisa, uamuzi wa kumwacha João Pedro kwenye kikosi na kumchukua Luis Henrique nao umezua mjadala kwa upande wa majukumu yao ya uwanjani. Kwako wewe unalionaje? Kwangu mimi pia naona, kwa mtazamo wangu, nafikiri haikuwa sahihi kuachwa João Pedro, kwa sababu ukitazama kwenye safu ya ushambuliaji ya Brazil kwa kikosi ambacho kimeitwa kwenye takwimu za msimu huu, ukimwacha Igor Thiago ambaye yupo kwenye kikosi, João Pedro ndio mchezaji namba 2 kwa kuwa na namba nzuri za kufunga magoli na kupiga pasi zilizosaidia magoli akiwa na klabu ya Chelsea kwa sasa, lakini waliobaki wote wako nyuma yake kwenye numbers kwa msimu huu. Kwa hiyo inashangaza na imeshangaza wengi kwamba ni kwa nini mtu ambaye anaonekana kuwa na numbers nzuri ameachwa kwenye kikosi, alafu ameitwa baadhi ya wachezaji ambao kwanza wamecheza mechi chache, lakini pili hawana namba nzuri. Umemtaja Luis Henrique ambaye anacheza Zenit St. Petersburg, lakini pia kuna mchezaji yule anaitwa Enrique ambaye yupo kwa mkopo Olympic Lyon akitokea Real Madrid. Ni miongoni mwa wachezaji ambao hawana namba nzuri lakini wameitwa kwenye kikosi. Mchezaji kama Matheus Cunha kutoka Manchester United ni mchezaji ambaye na yeye ukitazama kwa numbers ameachwa mbali na João Pedro, lakini amejumuishwa kwenye kikosi. Kwa hiyo ina maswali mengi sana kuachwa kwa João Pedro, kwa sababu inaonekana ni dhahiri sio sababu za kiufundi, inawezekana kuna sababu nyingine, lakini ukitazama kwa performance uwanjani João Pedro amekuwa bora kuliko karibu washambuliaji wote wa Brazil ambao wameitwa katika kikosi msimu huu. Kwa hiyo hata mimi pia sio jambo ambalo nililitarajia, ni jambo ambalo sikulitarajia kama lingetokea, na bado sielewi ni sababu haswa za msingi za maamuzi yaliyofanywa na Carlo Ancelotti ni za kiufundi kwa mtazamo wake ama kulikuwa kuna shinikizo nyuma yake.